Deputy Prime Minister, kabla sijakuita, nataka nichukue nafasi hii niseme kidogo. Nikimaliza nikuite utufungie, alafu turudishe kwa kanisa. Mimi nataka kuchukua nafasi hii nishukuru ninyi nyote ambao mmekuja kufariji Mheshimiwa Kibunguchi pamoja na familia yake. Nyinyi nyote mmekuwa watulivu na mmekuwa watu wa tabia nzuri. Jambo la kwanza, ninataka kugadiria historia kidogo. Mimi nilianza siasa mwaka wa 91 na tukafuruka sana tukiwa katika KANU. Kwa nyinyi wote ambao mmekuja hapa na Mheshimiwa Deputy Prime Minister confirm akisimama, hakuna mmoja wenu ambaye amekuwa rafiki wa karibu sana wa Mheshimiwa Mudavadi kuliko mimi. Kalibana bakhana khwahenza khuhalala madhuke nako, na tukaendelea tukafanya kazi kwa pamoja sana, na tukajaribu pamoja kutafuta utawala mwaka wa 92. Mimi wakati huo sikuwa na haja ya kuingia katika siasa, lakini nilikuwa rafiki wa karibu na rais mstaafu, na nikapanga wakazi kutoka mkoa huu, viongozi ambao walikuwa wanajulikana kitaifa. Tukaenda viongozi 32 kwa mpango yangu kukaa na rais mstaafu baada ya kura. Nia na maana ilikuwa tunaenda kumuomba kubali atupatie nafasi na apatie ndugu yangu Musalia nafasi kuwa makamu wa rais wake, na tukafinya Moi na akakubali. Ile kitu ambayo iliturudisha chini, Mheshimiwa Musalia alikuwa hajafikisha miaka 35. He was a young man. Otherwise, he would have been President Moi's vice president in 93. Na nafikiri Rais Moi akitoka angekuwa rais wa Jamhuri ya Taifa ya Kenya. Baada ya hiyo, wale ambao walikuwa karibu na Moi walitangaza vita vikali kwangu, kwa sababu baada ya kupoteza hiyo nafasi na watu wa mkoa huu walikuwa wameangusha wale wengine, hatukukuwa na mtu mwingine. Mangala alikuwa ameangishwa na Bwera alikuwa ameangushwa. Kwa hivyo hatukuwa na mtu mwingine ambaye alielewa siasa ambaye angepewa hiyo nafasi. We settled for the Minister of Finance, na tukaenda kwa Mheshimiwa Mountain View tuka celebrate. Kwa hivyo kutaka jamii yetu atawale, hakuna mtu ambaye atasema Jirongo hajataka. Nilipigwa vita baada ya hapo, kwa sababu nilikuwa nimenyang'anya grupu ya Saitoti, grupu ya Biwot uwezo. Nimeurudisha mkoa huu, na nimepigwa hiyo vita hata mpaka sasa bado niko kotini niking'ang'ana kwa sababu ya hiyo. Mwaka wa 97 mimi na Mudavadi hatukuwa pamoja, alikuwa upande wake na mimi kwa sababu nilikuwa nimepigwa ya kutosha nilikuwa upande wangu. Mwaka wa 2002
nilienda kumtembelea Mheshimiwa William Ruto tukiwa pamoja na Waziri Soita Shitanda. Tukifika huko tukakuta jamii zote za taifa hili. Raila alikuwa huko, kila mtu alikuwa huko, lakini hatukuwa na mtu hata mmoja kutoka hapa wakipanga transition. Na nikashika simu tukiwa na Soita, nikhubira mwami musalia ni mureva amwabo umanyi kubandu bapanga transition babukula bwami. Mwami nandeva yani khuze bandu baluya khwira wina kwaka khuza numusakhulu uyu akhwime bwami kweli. Na nikamwambia inaendelea. Kwa sababu ya hiyo makosa mimi na yeye tulifukuzwa bunge. Na niseme taifa isikie, watoto wetu hapa kwa barabara ya Webuye wamekufa wakitoka kwa mambo ya michezo Masinde Muliro. Mimi na Mheshimiwa Soita Shitanda na wengine tukaambiwa rais anataka kutembelea mkoa wa Western Province. Wakati tulienda hiyo mkutano, niliuliza jamii yangu ya Central Province swali moja, Engineer Kamau, nyinyi mulipata mafuta lini Thika? Munajenga barabara ya gorofa, munajenga barabara ya line 12, na sisi nyumbani hatuwezi kufika nyumbani kwa sababu ya exclusion in development. Nikakasirikiwa na hata rais akakanzo kuja Western Province. Na nikasema kama kusema ukweli itafanya mtu anikasirikie, nitasema. Nikasema namna hiyo. And it is true. Wakati wa Daktari Kitui alifanya survey hii barabara yote mpaka uko ng'ambo. Hata tukaita hiyo barabara Kibaki Road. Lakini wakati huu watu wa Mautuma na watu wengine wote wananipigia kelele kila siku wakifikiri mimi ndio natakikana nijenge hiyo barabara na ni highway. Watu wamejenga mabarabara mpaka kwa nyumba zao. Sisi kwetu hatuwezi kufika nyumbani. Nyamumbure Vlaisani. Insecurity in Kenya today is not because Kenyans have gone mad. Ni kwa sababu ya ukabila. Watu walifuta wale watu walikuwa wanaweza kazi katika taifa hili kwa sababu walitaka kuweka kabla yao. That is the honest truth. Na leo wengi wetu atulali kwa nyumba because of inexperienced officers being offered very high places in the government. For a fact. Mimi nilikuwa mstari wa mbele kuambia ndugu yangu wachana na mambo ya ODM. Amba huende bwani. I said that. At one time I stood up and said, my brother kuja. Ukisema ni wewe unataka saa hii, I'm a very good businessman. Serikali ni kubwa, tunaweza toshea wote. I said it. Mheshimiwa Eugene Wamalwa alienda Vihiga akisema wewe ni Mwanambiri, you are older than us. He said it. Swali ni kwamba kwa nini mpaka sasa mimi sijakubali, Wamalwa hajakubali kuja kuunga mkono? What is the reason? And I want to be very categorical. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka mfungue macho. Nataka mjue tunatoka wapi, tunaenda wapi. Serikali inafadhili vyama 6 wakati huu. 6 political parties are being financed
by the government. Wale ambao mnakumbuka historia, marehemu Mobutu Sese Seko financed 20 political parties so that he could divide people and perpetuate himself in power. The same reason this government is financing 6 political parties to perpetuate their own in power. Bana veru muraka kuikala zimuni. Kama ni kweli serikali inataka kuwa na candidate ambaye ni Mkenya, ambaye atachaguliwa na Wakenya, kwa nini serikali inakawa vyama 6? Uhuru wako na yake, ndugu yangu Mudavadi yako na yake, Tuju wako na yake, mimi tunamenyana na Ruto katika URP kwa sababu hata yeye he suspect. Even him is suspect. The reason is we must be divided to offer an opportunity for the government to perpetuate themselves in power through whoever is their choice. Mdaka kusieba mbola UDF. Na wameendelea mbele. Recently, mimi nilikaa na Mheshimiwa Musalia tukasikizana. Jirongo tafuta, wacha nitafute. Yule atakuwa na nguvu, lazima sisi tuwe kitu kimoja. Na tukasikizana namna hiyo. And I had kept quiet. But I've chosen to say what it is. Because nimeanza kusikia lugha nyingine ya arrogance. That wewe usipotufata tutakugandamiza. Yani nani huyu mtagandamiza? Mimi nataka niwaeleze. Mpango ya hawa watu ni rahisi. Na ndio umesikia Khalwale akitupia Eugene mawe ili Wabukusu wakasirike waende na Uhuru. Wakienda wafike huko, sisi because we will not be in the runoff, tutasema hata kama Wamalwa ni vice president wa Uhuru, hiyo ndio kitu kikubwa sana tuko nacho, wacha tusupport Uhuru. Why are we being played? Kwa nini tunachezewa? Kama hii serikali roho yake ilikuwa kwa ndugu yangu, ningekufa naye. But he is not in their mind. Kwa nini Uhuru wako kwa chama chake? Kwa nini Ruto anaambiwa huyu Jironga analeta kisirani finyana naye katika URP? Kwa nini yeye anapewa chama chake? If you are together and you think the same, why don't you belong to one political party and choose one of you to be the president of the Republic of Kenya? We are being played. We are being played. We are being played. And that is why the TAM project comes in. Mobutu Sese Seko created 20 political parties to perpetuate himself in power. The government of Mwai Kibaki has created 6 political parties to perpetuate his community in power. Tuseme ukweli na ukweli itatufanya huru. The truth will set us free. I want us to be clear. Kama watu wa Luhya, tunatoka wapi, tunaenda wapi? Kama tunataka kutafuta utawala, tuketi pamoja, tuangalie ni nani marafiki zetu, who wants to support us, tumtafute. Mimi na Wycliffe na Eugene kusikizana si kazi ngumu, lakini hatutasikizana kama ni project. I want to tell you. I want to tell you the truth. Nataka msikie. Karibu Mheshimiwa Deputy Prime Minister, utoe ujumbe wako.